kuleta shukrani kwa kuwa Bwana umekwisha kupokea maaburu yetu na sifa zetu, na Bwana unakuwa pamoja nasi tangu mwanzo wa mkutano huu, ibada takatifu tunayokutolea kwa mchana wa leo ambayo imekubalika kwako. Tunayo imani hii Bwana, tunafika sasa hatua ya kusikiliza neno lile ambalo uliweza kuandaa tena kwa mchana wa leo, na lililoacha unavuta kila mmoja ili aweze kupokea kile tena kitakachomsaidia ndani ya safari yake ya kwenda mbingu. Tumeelewa ya kwamba Yesu ndani ya neema kubwa umekwisha kutufungua ndani ya vifungo vya sheria, na baada ya kutoka ndani ya vifungo vya sheria umetupata, umetufanya kuwa wako. Sasa tunataka tujue namna tutakavyotembea na wewe Bwana. Andaa kila mmoja kwa ajili ya kupokea ujumbe wa leo, tukiamuru mbinu zote za ibilisi zisiweze kufanya nafasi mahali hapa, ili kwa kuwa kumetakasika na wewe uendelee kuonekane na Roho Mtakatifu wazidi kufanya kazi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Usalimu aliyekuwa pembeni yako, sema na kukaribisha katika jina la Yesu Kristo. Nami nyote nawakaribisha, nyinyi yote nawakaribisha katika jina la Yesu Kristo kwa meza ya mchana wa leo. Na neno la Mungu ni meza, neno la Mungu ni chakula, neno la Mungu ni mkate, na neno la Mungu ni meza ya Bwana pia. Amina. Tulipokuwa hapa siku ya kwanza ya juma, tuliweza kuleta tangazo mkubwa ya mkutano mkuu wa Injili. Tuko na mkutano mkuu wa Injili. Nani hakukuwa Dimashi? Wewe hawakukuwa. Tumekwisha kutangaza mkutano mkuu wa Injili. Hata kila mmoja siweza kukosa. Utaweza kufika, utaweza kusema, na utaweza kuweka mali yako mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na huo mkutano tumekwisha kuupatia jina. Mkutano una jina. Jina yake ni ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Tuna mkutano wa Injili ambao unaitwa ndoa. Tutakuwa kwa mwezi wa 8. Ni mkutano wa Injili kwa kuwa utakusanya watu wengi, watakuja mahali hapa na watapokea neno, na kuna wengi watatoka hapa wamebarikiwa, hata wengine watakuwa wamemgeukia Yesu Kristo. Ndio ni mkutano mkuu wa Injili. Na sasa tunasema sisi wote tuweze kuleta mchango ili mkutano uweze kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Anayekuwa na umri wa 10, neno lisemwa juu yake. Sasa inamtatiza ndani ya maisha alipojipata. Na leo tutakuwa na maombi pamoja naye hapa, tutamwombea mbamba na kile kifungo kwa ajili ya kukiondoa. Leo ni kukatika. Leo alikuwa analeta magonjwa kwa watumishi pasipo kuelezea watumishi chanjo cha magonjwa. Sasa mtu unaweza kuomba useme ondoa magonjwa, ondoa magonjwa, akumbe shina haukugusa kwa shina. Mambo ya kuombea watu si tu watumishi, na waambia kama mtu hakuelezea chanjo cha magonjwa au cha shida fulani, unaweza kuomba, unaomba vitu ya juju, shetani na vichama hivi, inakuwa tu sawa kidonda yenyewe wanakuja pakala merikrokrome yuno na hawakutobola kidonda. Sasa inaonekana kama ilishapona,
Na mtu kwa macho unaweza kuona ilishapona, lakini ule mtu atakuwa anaumia tu. Siku nyingine busara itatoka. Na ndio mtakumbuka msema mtu hakufanyaka nini? Hakupona. Kuna vitu wanaona hivi. Hapa tutamwombea kwa ajili ya kukata maneno yaliyotamkwa kwa ajili yako. Nitawaambia hapa tutakapofika kufunga somo pale, ndio tutaingia sasa kwa wakati ya maombezi, tutaweza kurudilia mahali haya. Na ni kizuri kuweza kujitambua, kujua nilikuwa ndani ya kifungo fulani, sheria ya jamaa fulani ilikuwa inanifunga, sheria fulani ilikuwa inanifunga. Ukijua na kuja kusema nafungua na kukata hii kifungo kilichokuwa kinanifunga, Ukristo wako inaweza kutembea pia. Kuna Wakristo wanaokuwa Wakristo wakiwa na vifungo, na wale Wakristo wanakuwa na magumu sana, kwa kuwa wanasikia fasi fulani kunafika nabii wa kuondoa laana, anaenda kule. Siku nyingine nasikia mwingine anafika wapi tena anaenda kule, kwa kuwa hayaelewa chanjo cha kufungwa kwake. Baada ya kuelewa hiyo, kama ni kifungo cha jamaa, kama ni cha jamii, kama ni cha ukabila, unaoga na unajua sasa kukata ile ombilikale kordo yenyewe inakushika wewe, na kifungo inapokatwa unakuwa huru kabisa. Na nyimbo sasa unaimba, nimekuwa huru ndani ya Yesu, kweli nimekuwa huru kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya hiyo sasa tuliweza kusema mtu anapotoka ndani ya vifungo au kifungo cha sheria ambacho Adamu alituingiza ndani, tukizaliwa tumefungwa ndani ya sheria ya dhambi. Baada ya kufunguliwa ndani ya hiyo sheria ya dhambi, hicho kifungo kilichokuwa kinatushikilia kwa upesi, hata pale tulisoma Ibrania 12 ya kusema kuna vitu vyenyewe vinaambatana nasi kwa upesi. Amina. Na pale ndio kwetu tulifuata sasa somo ya kusema baada ya hiyo mtu anapata hukumu.